chuo cha uhasibu Arusha. Hiki ni chuo cha serikali chenye makao makuu mjini Arusha, tukiwa na campus 7 ikiwemo hii ya Babati, tuna Arusha kwenyewe, Dodoma, Dar es Salaam, Bukombe, Geita, Songea na Zanzibar. Sasa leo tuko Babati katika kuzindua program za degree. Hii campus ya Babati ilianza 2014 na imekuwa ikitoa kozi za diploma, kwa maana ya diploma ya kozi ya certificate ya mwaka mmoja na diploma miaka miwili au diploma miaka mitatu. Lakini sasa kwa mara ya kwanza katika mkoa wa Manyara tunaanza kutoa kozi za degree, na kwenye utoaji hizo kozi tunaanza kutoa degree ya uhasibu na IT. Hiyo ni kozi moja na double major, yani accountants with IT, alafu tuna kozi ya computer science. Na katika kuzindua kozi hizo tulipata bahati ya kuwa na mbunge wa Babati vijijini, akiwa ni pamoja na naibu speaker Mheshimiwa Daniel Sio, ambaye vile ni naibu speaker, ambaye ndio amekuwa mgeni rasmi. Sasa hii hapa ni kwetu sisi ni swala kujivunia sana. Imekuwa ni shughuli ambayo tumekuwa tukitamani kwa muda mrefu. Tulipokuja Babati hiyo 2014 tulipanga kwenye jengo la halmashauri. Kwa halmashauri nzizo walikuwa ndio inahamia, imejenga jengo lake, wamehama kwa kule ambako halmashauri ilikuwepo, wakatupatia sisi tukaparekebisha kidogo, tukaanza kujifunzia pale. Lakini kipindi hicho tayari ilikuwa chuo kimeshanunua eneo hili la huku Ngorongoro na mipango ya kujenga ikawa imeanza. Kwa mwaka 2019 20 tukaamua kwamba sasa tuanze kujenga. Mwaka 21 ndio tukaanza rasmi kujenga hapa. Na wakati huo tulikuwa tumejenga jengo hili la madarasa, ambalo ni jengo kubwa, lina madarasa 18, lina kumbi za mikutano, lina ofisi, library na kadha. Kwa hiyo ni jengo kubwa. Hili jengo pekee yake linaweza kuingiza wanafunzi 6,000. Wanafunzi 6,000 wanaweza kusomea kwenye hili jengo. Lakini vile tukajenga na hostel. Tukajenga na cafeteria. Lakini hapo katikati sasa tukapata bahati kwamba Mheshimiwa Rais akatupatia takribani bilioni 13.7. Hii kwa katika kutekeleza ahadi yake kwa wana Manyara, kwamba ya ahadi itolewa na Mheshimiwa Magufuli huko nyuma, kwamba tunakuwa na chuo. Na serikali kwa tayari imeshatoa maelekezo kwamba kila mkoa uwe na chuo kinachotoa degree. Kwa hiyo katika kutekeleza hilo, Mheshimiwa Rais akatupatia hizo bilioni 13. Ni kuna majengo hayo ya utawala sasa na kumbi za mikutano, alafu kuna jengo la IT na library, hiyo jengo moja. Kuna library na laboratories nyingi za IT. Kwa ujumla kilichofanyika leo ni kuanza safari ya mapinduzi kwa mkoa wa Manyara. Kwa maana ya kwamba katika jamii yoyote lazima ukuaji wa jamii inafika mahali mnaanza sasa kutengeneza wataalamu wa ngazi za kimataifa, hapo wanakwenda kutatua changamoto zinazowakabili na zitakazokuja, lakini vile vile watakuwa na ujuzi wa kuweza kutengeneza majawabu ya changamoto hata za watu wa nje ya mkoa, na hiyo itapelekea sasa kuingiza hela ndani ya mkoa na wengine kuzifaidi. Maana yake tunategemea vijana watakaoanza sasa kusoma hapa, wana Manyara watakaosoma hapa, ndio baadaye wataanza kufungua makampuni, wataanza kufungua viwanda na kadhalika. Kwa hiyo mimi natamani kwamba, nafurahi sana kwa siku moja tutaangalia nyuma siku hii ya leo kwenye historia, ikawa ni mwanzo wa mapinduzi makubwa sana ya teknolojia ya elimu ya juu katika wana Manyara. Sasa sisi kama chuo kwenye mikakati yetu ya baadaye ni kwamba kuhakikisha hii campus pamoja na hizi kozi ambazo tunaziona ni kama kozi za natanashati, yani kozi za uhasibu, biashara na kadhalika, banking, insurance, lakini tumeshaanza kuona kwamba tayari kama taifa, hususan mkoa wa Manyara, una rasilimali nyingi sana na una vijana wenye akili sana, wenye nguvu, wenye ari. Kwa tukawaza kwamba tutoe kozi ambazo zinaendana na shughuli za kiuchumi za wananchi wa Manyara. Kwa mfano,
wananchi wa Manyara ni wafugaji, moja kati ya shughuli zao za kiuchumi. Kwa tukawaza tuna kijana huyu sasa ambaye ametoka kwenye familia ya kifugaji, amesoma, tunampa yeye anaweza akafanya nini kwenye sekta ya ufugaji. Kwa hiyo basi tutaanza na kuwafundisha vijana ni kutengeneza vitu za bidhaa za ngozi kama mikanda, mabegi, viatu na kadhalika. Kwa moja kati ya kozi ambazo tumeshazitengeneza ni kozi za leather processing, lakini vile na textile processing, sababu zinaendana. Vitu kama mabegi, sehemu hii na canvas, sehemu hii na ngozi. Lakini vile tunaangalia kutengeneza vitu kama samani. Kwa Manyara ni kwamba una miti mingi, una mbao nyingi. Kwa hiyo kuna fursa kubwa sana ya vijana wakiweza kutengeneza bidhaa za mbao na chuma. Siku hizi unakuta furniture imeunganika chuma na mbao. Tukiweza kufikia hapo, basi tuna uwezo wa sio tu kufikia mahitaji ya samani kwa maana ya furniture kwa watu wa mkoa wa Manyara, lakini kuweza kuuza nje ya mkoa wa Manyara. Kwa maana ya kwamba vijana waweze kutumia rasilimali zilizopo kwa maana ya miti kutengeneza furniture na kuuza nje ya mkoa, maana yake kuingiza hela hapa kwetu. Lakini kuna maeneo, mfano kozi ya urembo, tunatamani kuweza kutengeneza, vijana wajifunze kutengeneza vitu mbalimbali vya urembo, hizi nywele bandia au kufanyia watu urembo, kucha na kadhalika. Moja kati ya kozi ambazo tunalenga kuzianzisha. Kwa hiyo hizo tunategemea ziwe zina mvuto wa kitaifa, kwa mtu yote, sio lazima mtu wa Manyara ambaye anatamani kujifunza hiyo vitu anaweza akajifunza akaenda. Kwa hiyo huo ndio mwelekeo na jinsi tunakwenda kutekeleza ni kwamba baada ya mradi wa HIT kukamilika, mradi unaofuata kwa hapa ni kutengeneza karakana za mafunzo, teaching factories, ambapo plani yetu michoro ambayo tayari ipo, kutengeneza viwanda 8 vya kuanzia, ambapo kila kiwanda kitatengenezwa, kitakuwa na mashine za kutosha, na zile mashine zitatumika kutengenezea bidhaa za kiukweli, lakini ndio wakati huo wanafunzi wanatumia kujifunza. Kwa hiyo tunaziita teaching factories, yani kama vile shamba darasa, lakini kwa ajili ya viwanda. Profesa, mtazamaji na msikilizaji angependa kufahamu pia labda kuhusiana na hii kozi ambayo ama programu mlozindua leo kwa ufupi, yenyewe imejikita katika watu gani zaidi? Programu ziko mbili: computer science, science ya computer, na accountants with IT. Kwa programu kwanza tuanze na accountants with IT. Huko nyuma sisi ni chuo cha uhasibu, huko nyuma tulikuwa na kozi moja ya uhasibu. Lakini kutokana na mabadiliko ya mahitaji ya jamii na mwelekeo wa kiuchumi wa kitaifa, ikaonekana kwamba kuna uhitaji wa kozi nyingi. Lakini katika miaka karibuni tumeona kabisa kwamba uhasibu, malipo yote ya fedha kuanzia makusanyo hata malipo au ulipaji unakwenda kwenye mifumo ya elektroniki. Sasa hivi unataka control number. Ukilipa kwa control number, maana yake ni hakuna mtu anashika cash tena. Maana yake ni hizo hela zitakapoenda mpaka atakuja kukaguliwa, itaendelea kubakia kwenye elektroniki. Kwa hiyo wakati tunaanza tulifikiria kumtengeneza aje mtu wa mhasibu wa kesho atakuwa anafanana naye. Ndio iliyopelekea kutengeneza hiyo kozi ya accountants with IT. Kwa hiyo mhasibu wa kesho ni mhasibu ambaye ana uwezo wa kusimamia mambo ya fedha, lakini kwa kutegemea kwa kiasi kikubwa, mifumo kwa kiasi kikubwa. Kozi ya computer science hapo tunatengeneza wataalamu wabobezi wa kompyuta, wa sayansi ya kompyuta. Hawa ni wale watu ambao wanatengeneza mifumo, wanalinda mifumo, wanatengeneza tovuti, wanatengeneza apps, wanazitunza, wanazihakikisha ziko salama na kadha wa kadha. Kwa hawa ni mafundi, yani ni wataalamu wabobezi mafundi kwenye sekta hiyo, na hii kutokana na kwamba ndio mwelekeo wa kitaifa. Kwa halisia sasa hivi ukisoma computer science sio kwamba unakwenda kuajiriwa kwenye kutengeneza mifumo na kadha wa kadha tu, ila tunaangalia kwamba computer science ni kama msingi mkubwa wa kozi mbalimbali zinazohusiana na tehama. Kwa kozi zote hizo misingi yake mikubwa iko kwenye computer science. Kwa hiyo tutoa hii kozi hii kwa kuanzia, lakini ziko kozi nyingi tunataka kuzileta kama cyber security, kama artificial intelligence, cybernetics na kadha wa kadha, kozi ambazo za kibobezi zaidi. Lakini kwa sasa hivi kwa misingi tuanze kwa computer science. Tayari tuna diploma ya computer science, tuna degree ya computer science, lakini ziko kozi nyingine za tehama tutazileta, lakini tunaomba kwa sasa hivi tuanze na hizo.